Huu ni imani yangu ni wazima. Mimi naitwa Abisai Steven Jr. Ni mkuu wa idara ya michezo EFM na TVE, lakini pia ni msaidizi wa mkurugenzi wa vipindi na maudhui hapa EFM. Mnamo tarehe 20 mwezi huu, uongozi wa EFM na TVE ulipokea barua kutoka kwa mwanasheria wa klabu ya Yanga, na Yanga wenyewe yenye taarifa ya kusudio la kuichukulia hatua taasisi yetu kwa kashfa, uchafuzi na uchochezi wa jina la klabu ya Yanga kupitia mchambuzi Wilson John Oruma kwenye kipindi cha michezo kinachotambulika kwa jina cha Number 10 ambacho kinaruka kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini kwenye kipindi hiko kilikuwa Ijumaa tarehe 17 April mwaka huu 2026. Kutokana na tuhuma hizo, niweke wazi tu kwamba EFM na TVE haina utaratibu wa kurusha aina ya maudhui yaliyokosa utafiti wa kina usio na mizania na ushahidi halisi. Hivyo basi, kwa yote yaliyozungumzwa na mchambuzi Wilson John Oruma kupitia majukwaa yetu Instagram, mtandao wa X almaarufu Twitter kama ulivyokuwa unafahamika zamani, kwamba yale ni maoni yake binafsi na sio maoni au msimamo wa kituo chetu cha EFM na TVE, na ni kosa kutumia jukwaa letu kinyume na taratibu zinavyofahamika. Mpaka sasa hatua mbalimbali zimeshachukuliwa, ikiwemo kushusha au kufuta maudhui yote yaliyochapishwa kwenye majukwaa yetu mbalimbali, pamoja na kumtaka mhusika kuomba radhi kupitia majukwaa hayo, lakini mhusika Bwana Wilson John Oruma mchambuzi hakuwa tayari kufanya hivyo, kwa msimamo kwamba yuko tayari kwenda mahakamani kwa utetezi wake zaidi. Ofisi haijamzuia kufanya hivyo, hiyo ni haki yake. Nichukue nafasi hii tena kwa niaba ya uongozi wa EFM na TVE kuiomba radhi klabu ya Yanga, kuomba radhi mashabiki na wanachama wa klabu hiyo, lakini kubwa zaidi bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga kwa usumbufu ambao wameupata kutokana na maudhui hayo na wowote ule ambao tujautaja hapa uliojitokeza kwa ajili hiyo. Lakini kubwa zaidi, uongozi wa EFM na TVE unaahidi kutoa ushirikiano katika kutoa taarifa zenye weledi na mizania kimaudhui kama ilivyo kawaida yetu, ili kuendeleza soka la Tanzania. Asante sana. Yes, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa, ambapo uongozi huo wa EFM na TVE kupitia kwa mkuu wa idara wa michezo wa EFM na TVE Abisai Steven Jr. uliweza kuomba radhi kwa bodi ya wadhamini wa klabu ya Yanga pamoja na Yanga kwa ujumla kufuatia maudhui yao yaliyoruka hewani Ijumaa tarehe 17 Aprili 2026 kwenye kipindi cha michezo cha Number 10 yaliyotolewa na mchambuzi Wilson Oruma almaarufu kama mzee wa Jambia. Uongozi huo umeomba radhi kwa klabu ya Yanga, huku pia ukimtaka mshtumiwa kuomba radhi, ambapo yeye kwa upande wake amegoma katakata na kusema kwamba hili swala yeye yupo tayari kwenda mahakamani kuthibitisha uthibitisho. Ni kwamba Wilson Oruma yupo tayari kwenda mahakamani kuthibitisha tuhuma hizo alizozitoa. Hata hivyo, za ndani kabisa ambazo Kings Media imezipata ni kwamba EFM na TVE umemstopisha mchambuzi huyo katika kituo chao. Hivyo Wilson John Oruma
kuanzia muda huu sio mchambuzi na sio mfanyakazi wa EFM, huku uongozi huo ukimtaka mchambuzi huyo kumalizana na swala hilo, huku ukimpa wiki 2 tu, na endapo kama haitokuwa hivyo, basi uongozi wa EFM utamfuta kazi mchambuzi huyo. Kwa hiyo mchambuzi Wilson John Oruma amepewa wiki 2 na kampuni hiyo au uongozi wa EFM wa kumalizana na klabu ya Yanga. Bwana, hata hivyo mengi yamezuka, ambapo hiyo jana pia mambo kadha wa kadha yalizuka, huku ikizuka tena swala la Tabora, ambapo video au sauti ikizuka ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha akihojiwa na kituo kimoja cha habari na mwandishi mmoja wa habari hapa nchini, akihojiwa kwamba je, uthibitisho wa wachezaji wake wa Tabora anao kwamba huwa wanapokea rushwa. Kwa maelezo yake Paul Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, ni kwamba meseji zipo nyingi tu, wachezaji wakiombwa walegeze mechi, waachie na watalipwa kabla au baada ya mechi. Meseji zipo. Hayo ni maneno ya Paul Chacha. Isikilize sauti ya Paul Chacha. Nimethibitisha kweli kwamba wachezaji wa Tabora wanatumia meseji pengine walegeze game au za kupewa hongo kwamba wacheze chini ya kiwango. Paul Chacha, mkuu wa mkoa. Bahati nzuri mwandishi, mimi huwa nikizungumza jambo nimelifanyia uchunguzi. Ilitokea kwa golikipa wetu na tukamuondoa. Ilikuwa wazi tu. Kwa hiyo na swala la rushwa huwa linakuwa ni siri kubwa sana. Unaweza usithibitishe, lakini unajua kwamba hapa kuna kitu kimetendeka. Japo uthibitisho hauna, lakini kuna kitu kimefanyika. Ndio maana nimewaambia vijana wangu, kwa sababu wananionyesha message wanazotumiwa. Nawaambia kama mtu kakutumia hela, wewe huwezi kurudisha hela. Wewe chukua, fanyia matumizi yako, lakini nenda kaonyeshe kiwango chako uwanjani, ukutambue wewe. Vipi, wamekuonyesha message za pesa au message za kwamba walegeze game? Zipo message mengine ya siri tu. Mheshimiwa, manako umebaini na ukajua hizo message za hela au walegeze game wacheze chini ya kiwango. Wengine wanaahidiwa kwamba wakilegeza na ikaonekana wamelegeza watalipwa baada ya mechi. Yes, hayo ni machache kati ya mengi tuliyokuletea Kings Media. Kwa hili swala linaloendelea, wewe mdau, unaona mwisho wake upo wapi? Dondosha comment yako na utueleze sisi kama Kings Media kwamba swala hili unaliona mwisho wake upo wapi. Usisahau kusubscribe channel yako ili uwe wa kwanza kupata taarifa kama hizi.
Wacha niwapatie watazamaji wetu taarifa njema kutokea Bat Quality. Mvua zinanyesha kabisa. Mvua zinapiga, mvua zinatandika, mvua zinakumuta. Unanipata uzuri Sasa taarifa njema ni kwamba Bat Quality ni wasambazaji lakini pia ni watengenezaji wa bat original aina zote. Ziko zile za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, lakini pia zile zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata misumari na usafiri bure kabisa. Unapata uzuri Sasa mvua zinanyesha, usiende kununua bati kwa miemko ukapata bati na upauka. Baada ya miezi mitatu haijulikani ni rangi gani. Kutu kwa haraka. Bati na kamata kutu kama vile umeenda kununua chuma cha kavu. Ndio tukupatie kilichokuwa bora kabisa. Sasa mtazamaji, piga simu nambari 0715 18 66 72. Ni 0715 18 66 72. Namba hiyo ni kwa ajili ya kupata bati nzuri, bora, original na bomba zenye warranty ya miaka 10. Sasa turejee kwenye mada yetu. Bwana Falia, tafadhali mashkura ni mwanamichezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tuzungumze naye Steven Mapunda kwenye uchambuzi wa mpira wa miguu. Taarifa ni nzito kweli kweli. Taarifa si nyepesi. Young Africans wanaendelea kufanya kile ambacho anaona kwao kitakwenda vizuri na kulinda heshima na misingi ya klabu ambayo imetengenezwa kwa kutumia nguvu kubwa, akili kubwa, lakini pia ni klabu kongwe ambayo inatakiwa itunzwe kama tunu. Na hizi timu Simba na Yanga ni timu zetu kama taifa, tunajivunia. Na ndio maana kwa vyote vile utampata huyu Simba, huyu Yanga wenyewe wanajiita watani wa jadi. Uko vizuri? Naamini uko poa kweli kweli Steven Mapunda. Bwana, afya yako ni njema? Mimi afya yangu iko vyema kabisa. Na mimi pia huwa nafurahi sana kama chanzo kikianzia kwa Mluguru. Vyanzo vyangu si vya kupapasa, vimenyoka kweli kweli. Sasa wakati huu ninazo taarifa za kutoa uvunguni kabisa. Kutoka pale klabu ya Yanga kuelekea kwenye hili sakata la watu ambao wanaona kama wao wana mamlaka kufanya kila kitu. Mimi swala hili ninalo. Sasa lakini kabla sija kujuza, wacha niwapatie watazamaji wetu taarifa njema kutokea Bat Quality. Mvua zinanyesha kabisa. Mvua zinapiga, mvua zinatandika, mvua zinakumuta. Unanipata uzuri Sasa taarifa njema ni kwamba Bat Quality ni wasambazaji lakini pia ni watengenezaji wa bat original aina zote. Ziko zile za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, lakini pia zile zenye matilo ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati unapata misumari na usafiri bure kabisa. Unapata uzuri Sasa mvua zinanyesha, usiende kununua bati kwa miemko ukapata bati na upauka. Baada ya miezi mitatu haijulikani ni rangi gani. Kutu kwa haraka. Bati na kamata kutu kama vile umeenda kununua chuma cha kavu. Ndio tukupatie kilichokuwa bora kabisa. Sasa mtazamaji, piga simu nambari 0715 18 66 72. Ni 0715 18 66 72. Namba hiyo ni kwa ajili ya kupata bati nzuri, bora, original na bomba zenye warranty ya miaka 10. Sasa turejee kwenye mada yetu.
Bana, taarifa za uhakika kweli kweli kutoka kwenye vyanzo vya uhakika ndani ya klabu ya Young Africans inaeleza demand note ya Wilson Oluma ndio imefika. Bwana, unanipata uzuri lakini moja ya ndugu yako ambaye anazungumza na yeye, unamuita ndugu yetu nani, bwana Alex Ingereza, ya kwake bado inaonekana haijapokelewa. ina heng iko juu kwa watu wanaohusika kuipeleka. Bwana, unaambiwa Alex Ingereza hakupatikana kwenye eneo lake la kazi. Imefika pale bwana. Hiyo ndio sasa wapi Ingereza? Unajiamini Ingereza? Mbona umekula chocho? Unakula nyoya? Ingereza kala nyoya. Bwana. Ingereza hajapokea demand note. Ingereza ameacha nyoya. Ofisini wanamtafuta mpaka kwenye deski. Wanafunua chini kule kwamba yupo. Tunamsubiri atokea kwenye kipindi chake. Na kwa mujibu wa taarifa kwamba yeye ni mfanyakazi ambaye huwa anawahi sana ofisini. Lakini siku ya na huwa ana overwork. Nani ana overtime ile ya kutosha sana. Nani alimpa taarifa kwamba leo inakuja demand note yako hapo? Usitie unyoyo wako. Sasa taarifa nyingine ya kushtua, ndio sehemu anapofanyia kazi mabosi wake wamegoma kuipokea. Bwana, basi sawa. Muhusika hayupo. Wakasema sisi hatuhusiki na hiyo kitu na hatutaki kuhusishwa. Mtafuteni mwenyewe mkabidhi. Sisi hatustahili. Yaani anipata uzuri kituo chake cha kazi kimegoma kupokea. Ndio maana tunawaambia vijana. Tunawaambia nyinyi vijana ndio kwamba mnapofanya mambo msiyafanye kwa miemko. Steven Mapunda, unanipata uzuri Kwa hiyo kwa namna hii sasa mimi napenda nitoe somo kwa nyinyi wachambuzi wa mpira wa miguu ya kwamba mnapozungumza heshimuni sana miiko ya kazi zenu, sawa, lakini pia msijaribu kutengeneza vitu ili muonekane watu kwenye mitandao ya kijamii. La pili hilo, unanipata uzuri kwa sababu wale followers wenu ambao mnataka wawasifie kwamba Mapunda ametisha, Mapunda amechana, unanipata uzuri siku ya siku hawatakwenda kuwasaidia mkiwa kwenye zile nondo mbele ya sheria. Unanipata uzuri kwenye zile nondo zile za sera utabaki mwenyewe. Swadakta. Na unabaki kwa sababu ulichagua kuzungumza vitu visivyofaa. Brother, na nyinyi mnaonisikiliza, kabla hujazungumza hili jambo tulichukulia masiara. Hizi timu zinawekeza. Simba na Yanga zinawekeza fedha nyingi. Watu wanaacha shughuli nyingine wanawekeza hapa mpira usonge. Na huu tunazitengenezea kashfa. Hizi ni icon ya taifa hili. Wanipata uzuri yani Simba na Yanga hata serikali yetu inatazama kwamba wananchi wetu watakosa pesa lakini furaha wanazipata hapa. Sio sehemu ya kutiatia tu maneno yasiyofaa kwa ajili ya kubomoa, kutengeneza taharuki. Sio sawa. Unanipata uzuri? Mimi nakupata uzuri. Mimi leo nazungumza sana kabla hajazungumza Steven Mapunda kwa sababu mambo yako hivi. Ikosoe Simba imesajili vibaya. Sawa. Ili watachafe. Waone tuna haja ya kurudi tena sokoni. Mkosoe injinia. Kwa nini injinia umemleta mchezaji ambaye haeleweki? Anakaa mbao ndefu. Wewe injinia umefeli kwenye usajili. Wana Yanga hawataki ya mambo. Kwa nini wewe injinia umesajili usajili mkubwa umeishia makundi? Unanipata uzuri Hujakwenda robo finali, hujakwenda finali. Piga mawe. Huku sio. Hapo ni kwa ajili ya maendeleo ya soka letu la Tanzania. Swadakta. Lakini ukianza kusema sijui nasikia taarifa ninazo kuna mambo yako sawa, sijui injinia ama na Yanga yake ama sijui Mangungu na Simba yake wanafanya 1 2 3 kwenye vitu ambavyo sasa hiyo wewe una details za kutosha kabisa kuisaidia mamlaka. Peleka ushahidi. Nenda kule kaeleza ambayo inaweza kuzungumza hayo mambo ama kuthibitisha ni moja. TAKUKURU kabisa sema kwa pamoja. Yametufika hapa. Wewe ni nani? Unanipata uzuri kabisa. Tuache miemko kama vijana alafu tusishike masikio. Hakuna kwa sisi wachambuzi mwenye ubavu wa kushindana na hizi timu mbili. Yaani hivi
kwenye sehemu ambayo wewe unaona kabisa kwamba unatoka nje ya mpira, basi jua kabisa hapo unakwenda kusimama kwenye jinai. Ally Kamwe, msemaji wa Young African, aliwahi kuingia kwenye kashikashi ya kupishana na mkuu wa mkoa wa Tabora. Yes. Kwa nini aliweza kutoka pale? Kwa sababu maisha ya mpira yanafahamika. Na mkuu wa mkoa wa Tabora aliingia kwenye maisha ya mpira. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi tu kumwambia bwana mkuu wa mkoa, kwani ilikuwaje? Mimi nilikuwa nimehamasisha raia wangu waje kuisupport timu yangu ya mkoa ya Tabora. Ulivyohamasisha unasemaje? Niliwatania Yanga. Ally Kamwe ikawaje? Ally Kamwe akaja naye akanitania, akaniambia nimevaa shati la kipaimara. Kwa maisha gani ya mpira? Basi mpira ndio uko hivyo mheshimiwa. Kama ulikuwa uwezi mambo hayo usingeingia, ungemaliza tu protokoli yako ungeondoka zako. Usingetia kijembe kwa Yanga. Na hata kama hujafanya wewe mheshimiwa, wale watu wako chini wakasema hapana mheshimiwa mtafuliwa, basi waambie bwana haya mambo ndivyo alivyo. Yes. Ndio maana ilikuwa limeisha hivyo. Likaisha tu haraka. Lakini sasa ukitoka hapo ukienda tena kuingia sehemu nyingine kabisa, unaondoka kwenye mpira, unaanza kuongea vitu nje ya mpira ambao vinahitaji sasa mamlaka zithibitishe, hiyo inakuwa ni kuweza kuchafua brand ya kampuni husika au taasisi. Kwa hayo ndio ambayo Huruma ameweza kuyafanya. Hayo ndio ambayo Alex Ngereza ameweza kuyafanya. Na Yanga wakasema hili liweze kuwa mfano kwa wengine. Umeelewa vizuri hapo? Na kwako limebeba taswira gani hili Steven Mapunda? Kwangu mimi kiukweli nilikuwa mchambuzi wa kwanza kabisa kuweza kueleza kwamba halijakaa sawa sawa, kwa maana ya kwamba kwenye kuichafua brandi ya timu. Kwa sababu hizi timu huwa mara nyingi sana zinakuwa zinawekeza kwa nguvu sana. Na isitoshe hizi timu zinakuwa zinatumia nguvu kubwa kwenye kutengeneza mazingira ambayo yanaweza yakaifanya timu iweze kutengeneza, wanasema nini? Wanasema urafiki, lakini pia na biashara kwenye mpira husika. Sasa wewe unapokuwa unaingiza kitu ambacho hakihusiani na mambo ya mpira, maana yake unakwenda kutengeneza kitu ambacho ni kigumu zaidi, ambacho kinaweza ikasababisha mambo yakawa magumu kwa upande wako na asiwepo mtu wa kuweza kukusaidia. Bana, hivyo ndivyo ambavyo ili jambo lilivyokaa kwa sasa. Nilikuwa ama kipindi hiki kilikuwa kinazungumza tu mambo hayo, kwamba demand notice zimefika, lakini kuna sehemu hazikufika. Kwa nini zimekwama tumezielezea hapa. Hizo ni taarifa za ndani kweli kweli, huwezi kuzipata kokote. Lakini hili jambo si la kuchukulia masara. Na kama ndugu zetu nyuma kuna watu wanawaambia mimi siungi mkono kuzichafua hizo klabu. Najua namna ambazo zinaelekeza. Mimi nazungumza na zichambaga hapa Simba Yanga. Akajisemea yule Lasco, anakuambia mimi nachamba umbea kuhusiana na hizo timu, lakini siwezi kufikia hatua hiyo ya kuona kana kwamba kuna vitu haviko sawa kwenye usajili, sio vitu kama hivyo, jambo ambalo halina afya. Na pia kuna baadhi ya wachambuzi wanatajwa kwamba mbona kuna mchambuzi fulani anaisema vibaya timu Simba, anaisema vibaya Yanga, umeelewa vizuri? Kwa nini inakuwa hivi? Lakini ukija kuangalia hao ambao wanasema kwamba wanaisema vibaya, wanasema vitu ambavyo vinahusiana na maisha ya mpira. Haijawahi kutengenezwa ile kesi ya kusema kwamba hawa wananunua matokeo au wanapanga matokeo. Unajua kwenye maisha ya mpira nakwambia wewe Mangungu uliahidi kadi za wanachama tarehe 27 wewe. Tarehe 27 sio 26 imepita. 17 wewe umekula nyoya. Umeelewa vizuri wewe Mangungu unawaumiza wana Simba kabisa, kwa sababu ulizungumza mwenyewe. Mtawaletea kadi za wanachama za kisasa, itakuwa kisasa zaidi. Unanipata uzuri? Haijapata kutokea. Wewe engineer ulisema kwamba mtawajengea uwanja Young Africans. Mmefikia wapi? Ama wewe unataka uwazurumu wana Yanga haki yao ulioahidi ya kuwajengea uwanja? Engineer peleka tofali tuone pale bwana. Hayo ambao wewe unatoa wapi sasa hizo details? Unatoa hizo details kutoka katika mamlaka yenyewe husika, ishatoka walishazungumza kwamba bwana iko hivyo. Sasa wewe unashikilia kwenye kile ambacho kimesemwa, au ile wanasema ile taarifa kwa umma iliyotoka. Wewe ndio unaisimamia ile, unaanza kuisema. Lakini unapokuja kwenye kesi ya kupanga matokeo kimpira, kupanga matokeo kanuni za FIFA ni kosa kubwa mno. Na adhabu yake ukibainika kwamba wewe unapanga matokeo, kwanza unapokwa alama, alafu pili
unashushwa daraja. Okay. Unaelewa vizuri? Na hiyo kesi ilishakuwakumba hata Juventus ambao taifa yani ni timu ambayo inafanya vizuri sana katika taifa la Italy. Iliweza kukumbwa na hiyo dhoruba na ikaweza kushushwa daraja. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe unakwenda kuipa taasisi kesi kubwa zaidi, kwa sababu mpira wa Tanzania sasa hivi unazungumzwa duniani kote kabisa. Watu wataanza kusema kwamba mbona vyombo vya habari vinaisema hii Yanga bingwa wa kihistoria, wanapanga matokeo. Mbona maisha yanaenda tu, hakuna kinachofanyika. Mbona kwa hiyo ina maana kwamba watu wataona kwamba kumbe basi inawezekana lisemwalo lipo, kama alipo laja au inaendelea. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana Yanga wanachokifanya sasa hivi wanataka kuua kabisa kwamba kuwe na discipline. Watu tunatengeneza hii brand kwa kutumia gharama kubwa. Umeona, tunaitengeneza brand. Lakini pia sisi bado hatujafika kwenye kuitengeneza brand. Tunahitaji kuweza kupata wawekezaji zaidi. Sasa kama mwekezaji ambaye hajawahi kuingia kwenye hii brand anaposikia vitu kama hivi anaweza kaingiza miguu yake, ni kwamba wewe unaanza kuharibu ugali wa watu wengine kwa kitu ambacho kinaonekana ni cha kizushi, labda wewe una mlengo mwingine. Na mimi nakuambia hiki ambacho kinaendelea Wilson Oruma, inawezekana kuna propaganda inatengenezwa kwa ajili ya kuweza kuziba jambo fulani, kwa sababu alishaonyesha dhamira ya dhati ya kuweza kuisupport timu A na kuweza kuiponda timu B wazi wazi. Umeelewa vizuri? Pia nimemwona ndugu yangu Ayo naye pia ametoka na kuanza kusema kwa nini tunaenda kwenye mamlaka, kwa nini mambo ya Sky tunazungumza. Ndio hapo nakuja kwa waandishi wa habari. Mimi Juma Ayo ni ndugu yangu, rafiki yangu, tunapiga story. Brother, vipi, uko vizuri? Namna hii nilishafanya na interview kibao. Niliona aliandika kuna andiko lake moja hivi kwamba wakianza hivi watatoa mapanga, yani kuna namna fulani hivi. Na leo andiko lile likawaingiza waandishi wengine kwenye mkenge. Watu kumbe watu wana mambo bwana, lakini ukiangalia akatoka tena leo hayo anaona mambo yamekuwa yapo serious. Anahoji kwa nini bwana tunazoea kufikishana huku milioni 5 wachambuzi kama Ngereza anaitolea wapi? Ni B. Ni B 10. B 10. Sasa mchambuzi kama Ngereza bilioni 5 inatoka wapi? Anaitolea wapi kama Ngereza? Mimi mwenyewe Cisco leo hii chombo changu cha usafiri kina changamoto, kinataka tu 500,000 lakini nanga inapaa. Sasa Sembusi leo hii nilopoke hapa nipigwe faini ya milioni 10. Sinakuwa hatari. 500,000 tu yani ili kuweka usafiri wangu barabarani. Ukitoka hapo kikao kinakwenda kwa kizito sana. Gracious pale, Grayson pale, Mamao pale, alafu tunazungumza vizuri. Bwana wewe umeagongomoa haya kwa nini? Wewe mwenyewe umeshindwa kwenda kutengeneza usafiri wako wa 500,000. Leo unaropoka mambo ya Simba na Yanga, umepigwa faini milioni 100. Tunaitolea wapi? Muona balaa uzuri ndio kale kanyumba kanauzwa. Ana nakwambia hali hayo mambo. Sikiliza nikwambie kitu. Ndio. Unajua haya mambo ukiyazungumza kutaka ushabiki na upepo wa watu utayapata vizuri. Lakini wakati unapolichuma janga lako hawa watu hawapo. Tujiepushe na mambo haya ajabu. Nakwambia kila anaelia huwa anashika kichwa chake. Umeelewa vizuri? Mimi siwezi kulia nikamata kichwa chako. Nalia namna hii. Mama yangu. Wanapata uzuri kabisa. Sasa watu wanafika mbali pia. Ndugu yangu Steven Mapunda Garincha wanasema kwamba FIFA na wao wana sheria za kwamba unapofikia hatua kama hii unachukuliwa hatua za kisoka tena kubwa. Lakini kwa Oruma sijui na Ingereza hakuna kesi kwa sababu wao hawezi kushtakiwa FIFA kwa sababu FIFA haijawaweka waandishi wa habari. Unanipata uzuri Sasa huko unaweza ukavuka kwa namna hiyo. Na hapa watu elimu waelewe. Ndio. Ni kweli ziko taratibu za FIFA kwa mambo haya yanayoendelea, ukichafua ukitoa shutuma za nini kwa wanamichezo, lakini hawajatimiwa waandishi wa habari pale sio na wachambuzi. Kwa hiyo kwa wanahabari kama vile hawapo. Lakini sasa wewe umekwenda kuharibu image ya watu. Na ndio maana hata mashtaka yao wao Yanga hawajapeleka michezo. Hii watu wanakushtaki wewe kama wewe. Na hapa ionekane kwamba Yanga wamepeleka kesi ya mpira wewe umeenda kushtakiwa kwa umeharibu nembo. Nembo ya Yanga sio mpira wa miguu tu.
Unanipata uzuri ile hayati Manji alihitaji ile 10. Unanipata uzuri kwa tuelewe hivi vitu. Ile nembo soma siara. Na mbaya zaidi hivi vyombo vinavyomiliki hawa watu wanatakiwa na wao wawe makini kabisa kuambia, kwa sababu mambo kama haya yakibebwa kama yalivyo yakipelekwa TCRA changamoto kubwa kweli kweli. Unanipata uzuri ukiangalia zile kanuni zisome vizuri TCRA, mambo kama haya nini niliyapitia nikaona chombo kinaweza kikaguswa kwa namna moja ama nyingine kwa kosa la mtangazaji wake kwa kutoa shutuma zile kama chombo miruhusu vipi maudhui haya. Unanipata uzuri ya Luke kwenye chombo chenu, muhariri alikuwa wapi anafanya vitu vya namna hii? Kaza mashanga mkarabani miezi 6 bani sini na inawaharibia kila baada ya kipindi huwa kunakuwa na post mortem. Lakini kiuhalisia pia inaharibu image ya taasisi, kwa sababu inaonekana mmeajiri watu ambao hawana weledi, wanazungumza kulingana na miemko yao. Ni kweli. Hiyo pia uzuri na haribu. Tunaona kwamba vyombo vya habari siku hizi vinaajiri watu ambao hawana hawana nini tuseme, hawana ithibati, hawana taaruma hiyo. Kama wana ithibati basi hiyo ithibati yao inakuwa haijakuwa yani haijakuwa katika viwango vile ambavyo vinatakiwa. Ni kwamba yeye anagamba yani anagamba lakini gamba lake halina vigezo. Yes. Mimi Mapunda nafikiri tumezungumza mengi, lakini nikusiwe ni mchambuzi wa soka, chambua mpira wa miguu, kosoa kwenye mambo ya uwanjani, kosoa kwenye ahadi za viongozi walizoziweka, kosoa kwenye vitu vya msingi. Wacha kuingilia kwenye mambo ya mamlaka na kuharibu image za watu, taasisi ama utu. Usitoze utu wa mtu. Usije kautweza utu wa mtu mwingine. Kabisa. Ni kosa kubwa sana. Ni kosa kubwa. Unanipata uzuri leo hii Young Africans viongozi huenda alisema mshikaji wetu, lakini mashabiki wa Yanga wanaumia na nembo yao. Unanipata uzuri mashabiki wakisema lao. Mimi niseme la mwisho Mapunda. Yanga ikikosea Yanga ikikosea kusajili, ikikosea kupata matokeo, tunailaumu Yanga ifanye vizuri. Imeshuka, imedrop. Viongozi wanabweteka. Hata kusema imepigwa. Wanaingia sokoni amepigwa. Sisi tunawasema hivyo. Kwa nini wakifanya vizuri tusiwasifie? Wamejitathmini, wameona wapi wanateleza, sasa wameamka. Ndivyo mpira ulivyo. Wakiteleza tunawasema wameteleza, wakiinuka tuwasifie wameinuka. Simba, Yanga, Azam wakiteleza wameteleza, wakiinuka tunawasifie wameinuka. Kwa nini wakiinuka tunatafuta tena maneno mengine sofa? Lengo ni nini? Faida iko wapi? Tunachafua mpira wetu tufike wapi? Hata kama una maslahi. Mimi nazungumza sio kuna tena 200 ya mtu. 200 ya kiongozi wote wa timu, sio Simba sio Yanga. Bwana wewe. Mimi ni mtoto wa Kikristo mimi. Hujawahi mimi ni mtoto wa Kikristo. Naitwa Nicholas John. Hujawahi kuokota. Unanipata uzuri leo najiapiza. Nasema kweli daima. Nipata uzuri mimi RC Roman Katoliki. Kabisa. Mimi na misimamo mizito na migumu kweli kweli. Tena unajivunia. Najivunia kuwa Mkatoliki. Kabisa. Unanipata uzuri na ukatoliki wangu ule una akili mbele ya maikizi kwa sijawahi kula mabili ya mtu. Lakini nazungumza vitu vilivyonyoka. Wewe nione unavyoniona. Ni kwa sababu gani? Najua nitaharibu. Na nikiharibu watakaonisifia kesho hapo. Nipata uzuri. Steve Mapunda, tumalize nini hasa ambacho anakizungumza na nini hasa ambacho anamalizia kwenye hili jambo? Mimi nafikiri jambo hili mimi binafsi natamani liweze kufika mwisho, kwa maana kwamba Young African waweze kufika katika hatima yao ya mwisho kwenye jambo hili, ili kuweza kuona namna gani wanaweza wakalimaliza jambo hili na kuweza kujenga discipline. Lakini kwa weledi na kwa umuhimu mkubwa, nikiwasihi wachambuzi wenzangu kwamba tunapoamua kuuchambua mpira basi tuuzungumzie mpira, na kama tunatoka nje ya kuweza kuuzungumzia mpira basi tuzungumze ambayo yanahusika na ambayo tayari yameshatolewa maelezo, kwa sababu kwenye mpira kuna siasa za mpira, hatukatai, lakini hizo siasa za mpira zitokane na maelezo ya ndani ya taasisi. Let's say Yanga wameahidi kujenga uwanja, walisema kwamba baada ya miaka 2 watakuwa na uwanja, imepita miaka 4 hakuna uwanja. Ukizungumzia vitu kama hivyo, kwa sababu unazungumzia, unakuja unatoa na evidence au una balance, umeelewa? Kwa sababu mpira wa miguu ni mchezo wa kubalance, umeelewa vizuri? Wale waliosoma physics wanaelewa kuna kitu kinaitwa equilibrium, kuna kitu kinaitwa pivot, kuna kitu kinaitwa effort na kuna kitu kinaitwa rod. Kwa hiyo ili kuweza kuweka equilibrium vizuri, lazima rod pamoja na effort ziweze kukaa vizuri, ili pivot iweze kuonekana kabisa kwamba huu ni mzani umekaa sawa. Sasa wewe unafanya equilibrium, rod imekuwa kubwa kuliko effort, unafikiri hapo equilibrium inakaaje? Kwa hiyo kwenye mpira lazima tujitahidi kuweza kubalance mizani, ili kila kitu ambacho tunakisema kiweze kuleta tija
na kiweze kuleta kitu ambacho hakiweki ukakasi katika maelezo au katika ufahamu. Bwana, mimi nikushukuru sana Steven Mapunda Garincha, lakini niwapongeze kweli kweli Bati Quality kwa sababu ni kampuni bora. Namalizia kwa kusema nyumba yako inatakiwa iwezekwe vizuri. Mvua zinanyesha, kama unajenga basi njoo na mimi nikuhudumie kwa kukupatia bati nzuri, bati ambazo ni za uhakika, utaenjoy wewe na familia yako. Wakati huo mimi naendelea kuuza maneno hapa. Mimi ndo kazi yangu inauza maneno. Basi njoo niungishe bati ile maneno yangu yawe na tija kwako. Bwana michezo mwenzangu, nini shida bwana, tungishane. Sisi tuna bati nzuri original. Kwa nini napiga debe na wewe unataka bati ununui? Una kazi ya kuview tena ukiona natangaza mabati unapeleka mbele. Sio ungwana namna hiyo bwana. Mimi naitwa Nicholas John Steven Mapunda Garincha, amezungumza mengi na mazuri, sina la ziada. Nyuma ya kamera Anko na Linga Mfaume. Itosha kusema tukutane tena muda na wakati mwingine. Wailalika. Masalam.